Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 25 novembre 2025. Voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. La 7e édition du sommet de l'Union africaine-Union européenne a eu lieu au Rwanda et on va aussi développer sur la situation sécuritaire dans les territoires d'Uvira. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Msisabu kulike, kusubscribe na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Donc gisi unasikia nasema tunaongelea mkutano wa bara la Ulaya, Europe na bara la Afrika inaitwa African Continent mjini Angola, Luanda. Na vile vile tutamalizia mada yetu na habari ya hali kuwa mbaya, hali ya security kuwa mbaya katika tarafa la Uvira. Yani amani inaonekana kuwa kidogo sana mwa ile taarifa. Gisi mlisikia nilisema vraiment msisahau kulike na kusubscribe ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Na j'étais toujours à vous remercier. Donc kazi ya Bwana inaendelea kama kawaida, baboni wanaendelea kupanda comme si possible. Sasa gisi nasema sipendi kuongea vya mingi. Tufate kwanza njo tuanze kwanza na gisi tunazoea sema hakuna gisi utakatala actualité internationale yenye iko na tuinfluence. Donc tuanze kwanza kusikia video ya sommet ya Union africaine, Union européenne, kisha tusikie na sauti ya mwanabunge wa tarafa la Uvira Justin Takwira alisema, na tutamalizia na maongezi ya mzalendo Uvira naye gisi alikuwa anaongea vile vile juu hatutabacha nyuma, hata kama ni wanyonge hatutabacha nyuma. Inalomba nao kuwa na angalie kujuni ba patriote. Donc tufate kwanza hizo image mbili, donc na hiyo sauti moja. Tolanda 80, c'est le nombre de chefs d'État et de membres de gouvernement qui sont ici à Luanda pour la 7e édition du sommet Union africaine-Union européenne. Ce sommet a pour ambition de redéfinir les relations entre le continent africain et le continent européen, avoir des relations beaucoup plus équilibrées. C'est ce que nous explique Oli Ravozinana. Elle est la présidente de la Fondation Afrique-Europe. Ça fait 25 ans qu'il y a des relations aujourd'hui entre l'Afrique et l'Europe d'un point de vue institutionnel. C'est une opportunité aujourd'hui de revoir un peu la manière de travailler ensemble. Une autre thématique importante, c'est le développement. Qui dit développement dit éradication de la corruption. Et pour Lourdes Kassopo, qui est parlementaire angolaise, la solution commence dès les bancs de l'école. We need to focus on education. We need to understand that your money must be justified. Your money must come from the legal source. Your money, if you have a clothes, you need it to justify to your children where you bought this clothes, where the money comes from. But this is an education. I used to say that so many people don't know. If I receive 2% of commission of a deal, I am impacting the country. I'm not helping the development of country. This is corruption. Pays important participant également à ce sommet, la République démocratique du Congo qui se présente comme étant un pays solution. C'est ce que nous a expliqué la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Donc pour nous, il s'agit vraiment de mettre la RDC sur la carte comme un pays d'opportunités, un pays solution pour beaucoup de défis. Donc il y a des projets que nous allons continuer à promouvoir. Nous allons certainement parler du corridor de Lobito qui nous donne toute une panoplie d'opportunités pour un développement compréhensif et global. Évidemment, les questions politiques ne vont pas manquer parce qu'il s'agit aussi de discussions sur les principes, les valeurs que nous partageons, Union africaine, Union européenne.
et en même temps, évidemment, des questions sur l'humanitaire, parce que l'Union européenne est un des plus grands partenaires du continent africain et aussi de la République démocratique du Congo sur les questions humanitaires, en assistance humanitaire. Le sommet qui a commencé ce lundi à Luanda prendra fin demain, 25 novembre, avec, on l'espère, des solutions pour inverser la tendance sur le continent. Hapa ni honorable Bitakwira Bihonahai Justin kutokea Kinshasa. Population yote ya Uvira na kando kando, liwe territoire au ville. Kwa mbali tukiwa Kinshasa tunafuata yoyote inayopita, iwe Sange, iwe Luvungi au katika vile ya Uvira. Masasi kupigwa ovyo ovyo na wamoja wanaojiita wazalendo, mara nyingi kufarakana na jeshi la taifa. Ndugu zangu wazalendo, nafikiri kati yenu sasa tutachagua kati ya kondoo na mbuzi kama jinsi Biblia inasema. Mkumbuke kwenye mulitoka. Muliishi miaka mingi sana porini. Hakuna mtu alikuwa na kanyaga Luvungi, Sange, Runingu, Kiliba au Uviraville. Nyinyi wote mkumbuke chawa zenye zilikuwa ndani ya makabutula zenu na mapantalon zenu. Nyinyi ndio mlikuwa sasa fierté nationale ya Kongo. Fierté nationale ya Kongo. Sasa hatujui ni wanani wamegeuka majambazi. M23, AFC, jeshi la Rwanda, au kati yenu ni nyinyi ndio mnageuka sasa majambazi. Tanto waliiba mbuzi, tanto watu watatu walikufa. Meme Bukavu kwenye kuna tawaliwa na Rwanda na bebero zao za M23 na AFC. Population haiishi gisi munageuza Uvira leo. Goma kwenye kutawaliwa na Rwanda, ndio tunaona watu wanapigwa, wananyanyasiwa, lakini hakuna masasi kama pale Uvira kwa leo. Ndio maana nawakumbusha mu 2023 wakati tulienda Baraka, tukatoka Baraka tukarudi Uvira, mimi ndio niliwarudisha kutoka porini kuingia mji ya Uvira. Unaweza kuetevenire raia ambayo unachunga unapiga marase roketi? Kuna vita gani ambayo ilikuwa pale ya kusema kwamba wapige rase roketi? Muraia, rase roketi napigiwa sehemu ambayo kuko waadui kwa deloger mpori. Lakini unapiga rase roketi mbele ya raia, rase roketi ine unapiga mbele ya raia. Hakuna mzalendo jana ambaye alianza kupigana vita na FARDC, hapana. Na ile yote wanasema kwamba wazalendo walikuwa wataka kuiba, hapana, ni uongo utupu. Kwa sababu ile sehemu ambayo wanapokeza ni wazalendo ndio ambao wanachunga pale. Kwa nini tena waibe tena pale? Mheshimiwa Justin Bitakura Bihonahai, notable, mimi simuiti debite, namuta le grand notable province Sud Kivu, akusema vibaya wale kila mtu anaelewa gisi anasikia. Alisema kwamba wazalendo walishafanya kazi. Leo dunia nzima inakubali kwamba Uvira kuna wazalendo wa kweli ambao wamezuia vita vya wazungu. Wazungu wamefanya depense nyingi, lakini hapa tunawazuia. Wanaweza pendele sifa zetu tifanye nini? Tuwe tumetumikia bure. Wiki ambayo limepita, kuna mzalendo ambaye alitoka Fizi
iko naelekea kwenda wapi? Luvungi. Alikuwa mparking ya bamotare pale Mulongo. Huyo mzalendo alikuja kutoka Fizi tangu asubuhi, ilikuwa 6h iko mparking. Wa FARDC walikuwa wawili, walikuwa raia. Wakakuta yule mzalendo anakaa pale mparking. Wakaanza kumupiga. Asema huyu mzalendo tutakupiga, tutakuua wewe. Unajua sisi tunapokea pesa ngapi? Hata mimi nikikufa mswada wa FARDC, familia yangu itapokea zile pesa, lakini ukikufa utakufa kama vile nyama ambayo haina thamani mwingi. Kamanyola kuna shida pale. Kamanyola iko vile chai, Lakini kwa sababu unajua hali ya vitu ya siasa ndio maana unaona pale kuko hivyo tu. Voilà, nilimixe hiyo video. Donc na hiyo sauti c'est juste pour que itupatie mwangaza yenye tutaongea puisque bien tuko naongea kila siku nazoea kusema atongeke havitokagi mkinywa, ni vitu vya wanafanzaka kisha na sisi tunakia komante. Union Européenne hiyo ilikutanana na Union Africaine aseme kule Angola. Haiko ndio mara kwanza nakia komante juu ya Union Africaine. Union Africaine ni policy, ni politique ya ba-Européen, ndio banaifinanzaka, ndio banajengaka. Normalement hapa nawaza kama building biko yemo ni Chine ndio ilijenga, mais je crois que ni Union Européenne ndio nekala ina assister Union Africaine. Juu shiba Afrika tunakuwa tu pale ni babega, bale Waingereza wanasema kani balombaji, bakalomba lomba, tunaenda lomba tujua hakuna vyetu. Tuko na ma resources zina style zote, ma resources humaines tuko nazo, ma resources économiques tuko nazo, et donc mais akili ya kufanza vitu kisimashwa kusibingine banafanzaka bali tuimaka hiyo. Mais objectif ya hii sommet mule mu Angola banasema kama ni kuredefinir relation entre Europe na Afrique. C'est-à-dire kwanza angalia kisi bataangalia tena muvitu politiki ya Afrika iko aye kwa Europe et politiki ya Europe iko aye kwa Afrika. Okay, tunayo kama politiki inakuwa iko hii politiki actuellement inakuwa ni ya one way traffic. Donc ni ba Européens ndio ba influencer, ni ba Européens ndio ba banakata ma decision. Donc ni ba Européens ndio banatuambia kabisa kusema shini wanafunzi, ba professeur, ba maître banakuwa ni ba Européens. Mais wanasema kama kwenda ba redefinir. Sio kama mara watafanya balance. Hatui kama watakuwa na batakuwa ile Waingereza wanasemaka kuinterfere mu domestic affairs. Donc ma affaires za ma gouvernement local zetu, on ne sait pas messieurs kama wanaweza fanya vile. Sasa banasema kama objectif ilikuwa ni ile. Na objectif donc naweza sema deuxième objectif ni objectif naweza ni juste kudeveloper tout, mais objectif final ilikuwa ni juu ya development. Na kisi walisema kama ni juu ya development, nilikuwa surpris sana naona la ministre des affaires étrangères wa Congo, Madame Thérèse Kaikwamba, c'est lui qui nous sema anasema kama no Congo ni pays important, ni pays solution. Usikie kisi banapenda batufurahishe tusikie bien. Hiyo ni kutufurahisha tu Wakongomani wasikie bien. Sasa Kongole nayo iko ateko atakufa na njala saa hii. Bakimsio kama akisikia wanasema kama Congo ni pays solution, wanasema kama Congo ni pays important, Kongole anapita nasikia bien. Okay. Congo haiwezi kuwa solution ya Afrika, puisque Congo yopeka iko kwanza solution ya yopeki. Mbele uemelea watu wa mwenzako, ifu kwanza kuwa meziri kama unaweza kujiemelea. Mbele kuzia mtu wa mwenzako nguo, ifu kwanza uwepe kuwa meziri kama unajuzia nguo, kama una valaka. We mwenye penda uziane nguo, uko buti, unatembea kabuti, uko kabuti, unatembea bila nguo. Kisha uko nakia convaincre, uko nakia pretendre kama no, unaweza uzia watu please, kama ni watu 50 nguo, wala watu 50 nguo. Isipokuwa kudanganyana na kufanyana watu bilubi ni nini, wala kama iko buloshi. Bandugu yangu, marafiki yangu bakatange walisema se buloshi itakuwa ni nini. Kongo iko solution. Nchi yenye iko kama na 90 bana violaka, bana uwaka, bana piaka. Nchi mweko president mwananda pigia mwenzake president magoti. Nchi yenye ni ya bajuiseri, nchi ya ba DJ, ndio itakuwa solution ya Afrika. Madame Kaikwamba ule iko nasema. Donc niko nasema hapa vitu vikwaye.
hii Union Européenne ndio kuna financer soi-disant pays, ndio kuna financer soi-disant ba ennemi ba soi-disant pays solution Congo, hiyo ndio na financer na financer Kagame na financer ba M23. Hiyo Union Européenne nasikia saa ndio li financer FARDC kama ni 10 millions, kama 10 milliards ya maero. Et donc iko naangalia huku na inaangalia huku. Na sasa iko naenda ongea. Bako naenda ongelea hapo ni habari ya biashara. Habiko naongea hapo habari ya watu. Ingekuwa marenyoze banatendera ka chaque fois. Ingekuwa tenir monde, ingekuwa Congo na kwenda ba interesser. Ingekuwa vraiment Congo ni pays solution. Ingekuwa vraiment pays Congo ni pays important. Gisi Therese kwa kwamba iko nafurahisha ba Congolais. Et donc kama hapa waki vile, kama ile nchi haiko vile. Kama hii situation tuko na vivre iko kuwa bayatima parpiller monde entier. Donc kama na sisi tuko sawa wengine tunekala kunyumba, wala ukitoka kunyumba unaenda tembea mwinchi nyingine unarudia. Kongo ndio nasio ya kwanza mtu kwa naenda arudi yake. Mtu akienda tu pale mtu uko pale Uvira ukienda tu Burundi. Kuna kutana unazaliwa unakutana ngwaseme huyu alikimbia Burundi 64 ngwa kurudia kunyumba. Donc ni kuambia kama njoo nchi ya kwanza yenye citoyen akimbiaka akitoka mwinchi apendaki tena siki tu ya hali yenye soi-disant ba politiciens bali mchi yake. Donc bali mo prendraka kuwa ennemi de son propre pays. Congolais ni ennemi wa pays yake epiki. Na nani anamfaa Congolais kuwa ennemi wa pays yake epiki? Nous les soi-disant mko nakia naambia politiciens, nous les soi-disant nakia naambia semi president. Ndio bali transforma kabila puisque pays haikusaidia kitu, pays haifai role yake. Uke pays kuna role na pashaka jouer kwa wewe citoyen. Donc il y a un devoir de l'État vers son citoyen, il y a un devoir des citoyens vers son État. Donc Congo hapo balikutoa kabanakana kufandu njo ukwe tu njo ennemi wa pays, uikimbie, uichukie, comme ça babakie biko banaiba, comme ça balete ba étranger njo wana kama ushachukie, ushaile bangeza basema usha give up, hakuna unaweza fanza. Voilà politique ya baswandiza benye tuko nabo kule. Sasa madame Kaikwamba kia tuambia hivi, ilifo ngesho sikia haya. Rezima hawasikia kiabo haya na ingekuwa vraiment le ridicule peut-être kama abashimamaki tena na haya. Wala kama abashimamaki banatawa nakufa. Herezima habasikia kiabo haya ni ba osanfu, ba mafu. Donc banasemaka tu utose balala balevi analamuka bu anaanza ongeongea tu. Après kulala mlevi analala kuna kunywa ngali mlevi. Na tena toka kitanda bu anaanza ongeongea tu. Anaanza ongeongea tu. Na kupretendre. Kisi mliona juu nilikuwa nawaza kama nisikia walisema semeno Felix akwenda akasema maraba akose. Nikasema kama Felix anakosa kwa ile some na achani journalism. Sitaki tena communiquer. Na sitaki communiquer tena politique. Kama anaweza kosa kwa hii. Akose kuya Johannesburg ya G20. Kisha akose na Nairobi na Angola. J'allais être surpris. Heureusement, comme était le cas, alikuwa pale. Ndio mkono iko na kimbia, iko na vimba. Kia danganya watu sini pays solution. Pays solution iko napigwa na pays vile Rwanda. Pays ya watu wawili iko napiga pays ya samio ya watu. Aseme ni pays solution. Huyo mtakia kama solution mkongo atatoka wapi? Kaikwamba yuko tufurahisha. Kisi nisema bali financer FARDC. Hawa wanafinancer Rwanda. So kiwauliza hapa ni habari ya tumkutu mkweni. Kie beneficiary hapo? Hapo sasa utajaza mwenyewe. Na wanasema biko na besoin ya kueradike corruption. Na wakati Congo ndio ya kwanza kuwa pays kwa corrompi. Sasa biko na eradike aye na suite kwa pays solution. Pays solution ya itakuwa na njope. Mlozi atakuwa tena mfumu je. Tu njope ya kwanza kumonde ku corruption, kubuizi. Mais biko tombea kama bana pretenda biko tombea kama no ni pays important, ni pays solution. Solution kwa nani? Wala solution kunini? Yenye nakosea baki wa citizen solution. Solution gani yuko mna kiatuambia yenye hatuelewi. Donc enjoy ile habari. Na mwai kutuambia hivyo, acha tupite na nilivyo kusije ya pili habari ya Uvira.
Mnayo Uvira depuis ba M23 swandiza armée ya Kagame ilikamata Bunagana. Uvira yebo balamikaga wakasema no siye aba bati ya Kagame batubisha mkoloni yenye hatuweza tena kukamata. Vraiment mtatupardonner, tuweza kamata kukoloni batupishe mu 1900 à partir de 1996 mpaka leo hii. Bajene bakajishimameko, batu bakajishimameko na mpaka saa hii gisi Uvira iko saa hii njo territoire yenye Kagame hakwenda chezeyemo, njo territoire yenye batu balisema hivi vimko nafanza mfaze kule. Hapana. Nous sommes ici. Hamtatuambia gisi tutakuwa, hamtatuambia gisi tutafanza na hamtatu influencer na hamtatuchanger bienishi tunaamini. Mubakie kule, hapa ni bulongo ya basentre vetu, hakuna étranger mwenye anaweza fikisha mgulu hapa mwenye shia tukuinvite. Na njo gisi Uvira ilishimama, na njo gisi Uvira iko sahi. Mais message très important yenye niko natambia bakongole nini. Félix mwele négociation yake kule Doha alitikia ba M23 kama watawakia mwazile ma territoire zenye balishaka occupé. Donc alitikia Rwanda kubakia na influence kwa ile parti est ya pays. Na mwewe mko kule, mwe mko tayari kuwa ba esclave, mwe mko tayari kuwa batumwa, mwe mko tayari kuwa banyonge, mwe mko tayari kuwa humilié, mwe mko tayari kuwa rejeté puisque on vous a déjà rejeté. Félix alitikia Kagame kama Kagame aende selon information niko nayo na ni mtu mwento iko mtu mwiko fiable. Donc Félix alitikia Kagame abakiane iko na contrôler kuanzia Ituri na waza kama mpaka Bukavu. Hiyo ndio realite, ndio kweli hiyo. Ukatale, uitike, ujipige, ukunywe mai, usikunywe mai. Félix alitikia Kagame ku okipe zile ma territoire bana okipe mwa hii minute na kuna mwenye anaweza vishanger. Mais mwa ile kufanza vile msisahau kama Félix dernièrement alikuwa alituma Gasita batu bakalalamika Gasita mpaka alienda nawe kama ni wake 12 alienda naangusha chamkiao cha M23 ngangusha ule alienda banaangusha batu bakamrejete. Ile kumrejete balenda leta njo swandiza autochtone, njo swandiza congolais d'origine, aseme njo mwenye ataneutraliser situation, aseme njo mwenye watu wanapenda yeye, anaonekana naye angali mwa ile filosofia, angali ile mwa ile bongo, angali mwa ile habari yenye biko na batuma gisi biko na tuchezesha. Donc depuis balifika pale biko banatia tu ni vurugu. Na vurugu yeko banatia ni vurugu gani? Niyo ya saa kidogo na kidogo ngo biko napigana na bazalendo kidogo na kidogo. Donc biko tatu faire croire comme si bazalendo ni armée, ni branche ya armée ya ba étranger, ça ni branche ya armée ya ba congolais. Ndio kwa tatuonesha vile. Wakati bazalendo ndio ba vrai patriote, ndio ba vrai congolais. Mais moi minute inaonekana saa vile Chilombo kisa alipana kule, hiyo ndio sitaweza kuba confirmer. Siyo kama balagana kama bana makoro balisinye, kama balisinye sema batakamata na Uvira, kama balisinye bataishia wapi hatuyui. Jo moi minute nilikuwa kuambia saa hii nawaza kama Mwenga isha kutombe Mwenga Centre mikono ya nanga, na ile kutombe mikono ya nanga haiko sema ni kitu kia wazari, haiko sema ni kitu kia mpya, njo gisi bashaka lagana, njo makoro balisinye kule. Nawaza kama nanga biko nafanza hapa ni kwenda anajiongeza tu. Et donc gisi banani bazalendo biko na chikomporte, biko na chikomporte puisque abana organisation, habiko nangala kubenzabo bati ya Kagame koma biko na chikomporte, koma banafanzaka vitu byabo, lakini si kule bazalendo angali ndakuonesha ugambo na zene we nani we kabwa we
kuyo kunaweza kujuba shaka wapatia juu na mabunduki. Et donc biko nashindwa kukontrole zile mabunduki a tel point que gisi msikia Justin Bitakura anasema banaweza bakabanyanganya hizo. Tu banashindwa kujirandre compte kama hivyo walisema iko na support Chilombo. Kama mko support Chilombo na sababu sema donc mako na support Joseph Kabila, mako na support Kagame, mako na support Israel, mako na support siyo kama ni Amerika, una support maki kama ni Europe. Ça je crois. Donc hakuna gisi unaweza sema utasupporti Chilombo na usupporti abo watu. Sasa hapa basha sema kama riski wanaweza banyanganya. Walisema bongo ngwaseme walipigana na bazalendo, sema kaua watu na sipurukwa mlisikia ule mzalendo yuko naongea, akwambia sema kama mko napigana, kama mnaweza kamata mnatupa roketi. Donc ule general mwiko pale anaweza kuweko pale ni kukua keba naye. Hakuna mwenye anayua objectif roho yake. Mais tu objectif tunaweza angalia kwa chef wake mwenye alimtuma chef supreme Swandiza, mwanashimamia kama ni chef d'état major. President tunamshoangalia comportement yake, tunamshoangalia hali yake ya kufanya vitu na njoo tunaweza kuelewa. Mais bila vile itakuwa vigumu sana kwetu kuelewa. Et donc Uvira mpaka saa Inanga alisema alishaka tuma message alishaka bagirane kama bagirane ho bale batia Kagame kule yulu kila siku kwa sema no takia kamata Uvira batia mpaka na babiza mko na watu ngapi batia kamata Uvira huyu mko na wachunga ni nani na mtakia kamata banani mtakia kolonize banani mwenye habayui alimbaka tafali kama leo hashanja kinatiri mena shanja kahonjo kulera muhayui kwenye mai ya moto kwenye inatokaka. Uyo mwenye atakamata wake bibi amwachie mwingine bwana mwanaume yule mwanaume kamfeni. Donc hapa mpaka sai ule general mwebatia inaonekana anaweza kuwa naye kuna kope petete ya kubanisha Uvira. Tu atuyui juu Chilombo hana uwezo wa kuyua conflit ya muli territoire ya Uvira na conflit ya muli territoire ya Fizi ikwaye. Tu ni aburuti haibi ya kufanza na vraiment haizipata solution juu ya ile habari. Juu ngilikuwa nikupata solution kama Auguste ashapata solution. Donc inaonekana ni mtu mwenye hawezi pata solution juu ya ile habari yenye tuko tunapita mo kule mu est ya République démocratique du Congo. Et donc Uvira mpaka sai huyo general kisi natoka sema anaweza kwa njoma balitumaka. Hatuyui. Juu mkikumbuka mwenzake saba liliushaka gasita hakumaliza dejuro kapitana kufa. Na ile lufu haiko lufu halali, yule mtu mwebaliua ni mtu mwebalinyonga. So yeye kumtuma wewe mpya pale, balikia washaona kufungula masikio, wanamwambia utaenda tumika pale, situation kisi inakuaga pale, inakuaga hivi, inakuaga hivi, inakuaga hivi. Ukaona hivi, regeza makeshi tungali shinjo bale. Peut-être naweza jidanganya niko mwanadamu, naweza ongea vya kuongea naweza kama navyo kameme binataka make sense ile Waingereza wanasema binataka fanana na hiyo situation yenye niko na bambia. Bali muwaka abakwambia mtu na donc vitu vikaenda vile na mpaka leo hii. Voilà, kisi njoo mnasikia Bitakwira iko na wapatia warning. Sio kama watasikia, wote kila mtu ni chef, hautaiyo chef nani, hautaiyo coordinateur nani, batu wote washakuwa coordinateur. Ebo banwari kama ni banwari, ebo bakongole biko shindwa kuikala fasi moya, kuyo kutengeneza kitu moya kusema no, tu districtire na tujiorganize na siye, bisikue vurugu ya hivi na batu wengisho tetea sai mwa waje washanza huko. Walisema kama Uvira balikufa batatu, walisema kama Luvungi, kama kwingine mwalingia mule mkanisa akachana chire. Voilà bazalendo benye biko banafaza. Donc biko napatia M23 Swandiza nguvu, biko napatia banani nguvu, mais mwayo vurugu yote mko manipulation kwa ni ya Chilombo. Tu a satisfaire barafiki yake bakagame, a satisfaire Union Européenne yake. A part ça sioni vingine. Donc voilà bien nilikuwa navyo msababu kulike na kusubscribe tunamaliza tena bye bye.